Miss Masaka, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na timu ya mpira wa miguu ya nchini Uingereza Brighton and Hove Albion. Pia ni mwanzishi au mwenyekiti wa taasisi ya AKM Foundation ambayo imeanzishwa tarehe 2 Disemba 2024 chini ya Wizara ya Maendeleo Jinsia, Wazee, Wanawake na Makundi Maalum. Lengo la taasisi hii ni kuinua vijana au kuinua jamii na vijana kupitia elimu na michezo. Kama mnavyojua, mimi ni mwanamichezo na pia elimu naweza nikasema elimu imenifikisha hapa, kwa sababu bila elimu mimi nisingekuwa hapa, kwa sababu nilikuwa nacheza shule, nilikuwa nacheza mpira huku nasoma academy. That's why niko hapa. Kuhusu foundation, nina timu ambayo iko strong ambayo wanasimamia hiyo foundation, na naisi wenyewe ndo wataenda kuizungumzia kwa undani zaidi foundation ya AKM Foundation. Nashukuru sana. Kwa salama. Mimi naitwa Frida Amani, ni rapper, ni mtangazaji, lakini pia ni mwanaharakati na ni mwana mazingira. Leo ni siku nzuri sana, kwa pamoja tumekutana hapa. Mimi naifanya kama celebration ya mafanikio kwa mabinti. Naitazamia hivyo kwa sababu ni ndoto za mabinti wawili ambazo kwa ukubwa zimetimia na zinaendelea kutimia. Tukaona tusiishie kwetu, tuende mbele zaidi, tukafanya mabadiliko. Mimi ni director na founder wa Money Foundation. Target yake kubwa ni kuwa sauti, na ni sauti kwa jamii kiujumla. Kama mwana mazingira nimeshawahi kujihusisha na vitu vingi sana vya kimazingira, ikiwemo Performance for Nature ambayo nilifanya mwaka jana, ndio ilikuwa launching yake mwezi wa 12, na nilipata nafasi ya kuendelea kukumbushana kuhusiana na mazingira baada ya mimi kupata nafasi ya kushinda tuzo Marekani ya Cities Music Awards kupitia wimbo wa Kisiki Hai. So nimekuwa hivyo, lakini pia kama mwanajamii nina project yangu ya Mtoe Mama Gizani, ambayo nilipata nafasi ya kuzunguka mikoa mbalimbali kwenda kuongezea nguvu kwa serikali yangu kwenye umeme, na tulienda kuweka umeme kwenye tuleka sola kwenye sehemu ambapo umeme uko lakini hauko kwenye kiwango hicho. So tuliweka sola kwenye vijiji mbalimbali, na target yake kubwa ilikuwa ni kusaidia wakina mama wanaojifungua wajifungue kwenye sehemu sahihi. So tulipata hiyo nafasi, nili experience vitu vingi, nilijifunza vitu vingi kwa sehemu kama pale, lakini waita ilikuwa kwenda kuzunguka sehemu kama hizo. Tulikuwa tunatambua umuhimu wa kuiandaa future, na future inaanzia sehemu pale mtu anapozaliwa. So kama ukianzia ukazaliwa mahali ambapo ni sahihi, inakuwa rahisi sana. Historia yangu nikiwa kama rapper haikuwa rahisi. Just to rap kwenye dunia hii ambayo kusema mwanamke una rap nilipokuwa naanza ilikuwa ngumu, lakini nimefanikiwa kuifanya, na nimeifanya kwa ukubwa, na nimetengeneza historia mbalimbali. Na ndio maana nilipopata nafasi ya kuzungumza na mdogo wangu Aisha, tujui kabisa, tukapiga story, tukasema ni wakati sasa wa kutizama pia talents kibao ambazo tunaziona mtaani za mabinti, na tunaamini zina future kubwa. Nakumbuka mimi niliambiwa sitofika mahali, lakini nimeandika historia nyingi mbalimbali kwenye maisha yangu. So I think it's very important, unapopata nafasi tunatoa nafasi zaidi, na ndio maana imetokea kitu ambacho kimetokea. Aisha Masaka na timu walikuja tukazungumza, na wakaniambia idea na ndoto ya kufanya mabadiliko kwa mabinti. Unajua kwenye historia ya Tanzania tuna binti mdogo kama huyo anayechezea Brighton. Hiyo ni dream come true kwa binti yoyote yule. Nakumbuka wakati nakuwa mimi na kuoga wa shuleni na mabinti kibao nilikuwa nasoma nao, kuona ndoto nyingi sana ikiwemo football, but wengi hawakufanikiwa kufikia ndoto zao. So tunahitaji msaada zaidi, tunahitaji nafasi, tunahitaji picha za watu ambao wamefanikiwa ili ziendelee kuinspire mabinti wengine wengi, na hilo Aisha Masaka amefanikiwa sana kwa sababu ni inspiration. Same for me kama rapper. So
Malkia ni time yake sasa hivi, na ndio maana tunasema amka Malkia, na mimi I am proud kuwa mbele yenu nikiwa na Aisha Masaka. Target na ndoto ni kumpa uwezo Malkia kujiongoza na kufikia ndoto zake. Asante. Wote tunashukuru sana uwepo wenu leo katika mkutano huu. Naitwa Zena Valerie Malima, ni msemaji na mratibu kutoka Aisha Hamisi Masaka Foundation. Leo tupo hapa kwa ajili ya initiatives au tuseme mradi ambao umesimamiwa na Aisha Hamisi Masaka Foundation pamoja na The Amani Foundation. Ningependa kuanza na utambulisho. Nipo na Aisha Hamisi Masaka ambaye ni founder wa Aisha Hamisi Masaka Foundation. Nipo na Frida Amani ambaye ni mwanzilishi na yeye au tuseme founder wa The Amani Foundation. Nipo na Hanifa ambaye pia yuko kwenye taasisi ya Aisha Hamisi Masaka Foundation. Nipo na Innocent Semu ambaye ni mdau wetu kutoka Nilipe App, na nipo na mdau wetu kutoka Premium Security anaitwa Sadiki. Karibuni sana. Tunaweza tukaanza sasa mkutano huu kusikia kutoka kwa wahusika ambao wamekuja na mradi wa Amka Malkia kama mnavyoona hapo nyuma, jiamini na jiongeze. Aisha, unaweza kuanza. Mike is going to wapishane tu.